Haleluya, haleluya, haleluya. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo kutoka kwenye Nuru TV USA Ministry. Tunawatakia amani ya Yesu Kristo mahali pote mlipo. Neema ya Yesu Kristo, ushirika wa Roho Mtakatifu na upendo wa Mungu Baba uwe pamoja na nyinyi nyote mahali mlipo. Bila kupoteza muda, acha tusome katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Inasema, yeyote asiyependa hakumjua Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo. Na tunaposoma mstari mwingine kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza 4:16, inasema kwamba basi tumelifahamu na kuliamini pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi. Mungu ni upendo, naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Kwa kweli Mungu ni upendo, na maandiko yanatueleza kwamba asiyekuwa na upendo hana Mungu. Kama mtu hana upendo, ni kusema hana Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo. Na ukisema ya kwamba wewe una Mungu, lazima kwanza uwe na upendo. Na upendo huu huja wakati wewe umekubali kuongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa sababu usipoongozwa na Roho Mtakatifu, upendo wa Mungu Baba hauwezi kuwa ndani yako. Na wakati upendo wa Mungu Baba haumo ndani yako, ni kusema wewe mwenyewe hauna Mungu. Unaweza kuhubiri, unaweza kuimba, unaweza kuomba, unaweza fanya huduma zote zile za kanisani ama kwa vikundi mbalimbali, na ukisema na mtumikia Mungu. Lakini maandiko ya leo yanatueleza kwamba wewe kama hauna upendo, ni kusema bado haujamjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Na upendo huu lazima uonekane kwa matendo. Maandiko inasema mahali pengine ya kwamba hauwezi kumpenda Mungu na haujampenda jirani yako huyo ambaye unamuona. Na jirani yako huyo ambaye unamuona anaweza kuwa ni mtu wa nyumbani wako, watoto wako, wale wote wanaokuwa ndani ya nyumba yako. Anaweza kuwa ni jirani,
Anaweza kuwa ni mtu mnatumika pamoja. Anaweza kuwa ni mfanyabiashara mwenzako. Anaweza kuwa ni wale wanao kujua ama hawakujui. Na wote hao usipoonyesha upendo katika matendo, ni kusema bado haujamjua Mungu. Sababu gani? Sababu Mungu ni upendo. Katika mambo yote tunaweza yafanya katika kazi ya Mungu, katika huduma, bila majivuno yoyote. Kumpenda Mungu iwe nafasi ya kwanza, kwa sababu kama upendo haumo ndani yako, hauwezi kuwa unamjua Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo. Watu wote wanaokuwa kwenye ulimwengu huu ni watu wa Mungu. Usipompenda ndugu yako kwa sababu ni wa kabila tofauti na wewe, bado haujamjua Mungu. Usipompenda mwenzako ambaye mnatumika pamoja kazi ya Mungu, bado haujamjua Mungu. Ukimchukia ndugu yako kwa sababu ya urefu wake ama ufupi wake, kwa sababu ya uembamba wake ama unene wake, kwa sababu ya rangi yake mweupe ama mweusi, ni kusema hapo haujamjua Mungu bado, kwa sababu inaonekana matendo ya upendo haimo ndani yako. Mtu yule ambaye anayefurahia mateso ya wengine, anafurahia wakati anasikia mwingine iko na shida, huyo upendo wa Baba haumo ndani yake. Na ni kusema mtu kama huyo bado hajamjua Mungu. Kumjua Mungu lazima upendo ule wa kweli onekane ndani yako. Wewe umuweke mwenzako mbele kwanza. Ni kusema yeye ambaye unayemuona kama jirani yako, umuone kuwa bora kuliko wewe, na uonekane unamuonyesha matendo ya kweli ndani ya upendo. Ukiwa na mavazi mengi, mpe yule ambaye hana hata moja. Ikiwa una vyakula vya kutosha, mpe na yule ambaye hana kidogo. Upendo wa Mungu Baba si ndani ya vitu vya ulimwengu peke yake, lakini kuna pia matendo ambayo unaweza kuyafanya kwa njia ya kiroho. Unaweza kumuombea ndugu yako ambaye ni mgonjwa. Unaweza kumuombea jirani yako ambaye ana shida mbalimbali. Unaweza kuwainua wale ambao wamezofika kiroho. Na haya yote ndani ya upendo, ndani ya dhambi, ama unamuona ndani ya udhaifu. Hiyo ni upendo, kwa sababu unamtakia uzima wa milele. Kuwaombea watu bila kuwaomba pesa, hiyo ni upendo.
fukuza ndani mapepo na kuwaombea wagonjwa uponyaji, ikiwa wewe una karama hiyo, bila kuwaomba kitu chochote. Hiyo ni upendo wa Mungu unaonyesha. Ndani ya upendo wa Mungu hamuna dhambi yoyote. Ikiwa unampenda Mungu kweli, wewe huepukana na dhambi. Yale yote ambayo yanaitwa dhambi ndani ya maisha ya mwanadamu, wewe huepukana nayo, kwa sababu upendo wa Mungu uko ndani yako. Na usipokuwa na huo upendo, ni kusema bado haujamjua Mungu. Kumjua Mungu wewe ni kusema haupaswi kuwa na upande wote unaegemea. Kama ukiwaona ndugu wanagombana, usiende upande wa huyu ama wa ule. Wewe ingia katikati, uachanishe. Hiyo ni upendo. Wakati unapoishi katika maisha ya kiroho, lazima ujue ya kwamba ni tofauti sana na maisha ya kawaida. Maisha ya kiroho, kumwonyesha Mungu ya kwamba unampenda, lazima utembee katika sheria zake za kiroho. Haupendi wa ndugu zako, wewe haujamjua Mungu bado. Na kumjua Mungu lazima wapende. Kupenda mtu si kusema ya kwamba utumie tu vitu vya ulimwengu huu. Si kusema ya kwamba umpe mtu pesa. Si kusema ya kwamba utumie mali fulani kwa kumwonyesha unampenda. Upendo huwa vitu, si upendo wa Mungu Baba. Upendo wa Mungu Baba unatoka ndani ya roho. Ukisema kweli na kupenda, unamweleza mwenzio unampenda, lazima ionekane kwa matendo. Kwa sababu matendo haya ndiyo yanakufanya kuonyesha upendo huo. Na matendo haya si matendo ya dhambi, bali ni matendo ya kweli ndani ya upendo. Ikiwa wewe kweli unampenda ndugu yako, unamkuta akianguka kwenye shimo, unamuinua mahali hapo, unamtoa kwenye shimo hiyo, ni upendo wa Mungu Baba ndani yako. Tuangalie mfano ule wa Msamaria mwema. Watu wa dini walipita wakamwacha huyo mtu ambaye alikuwa amepigwa na majambazi, ameumizwa vikali. Lakini Msamaria mwema alipopita, alikuwa na upendo wa Mungu Baba ndani yake. Hakuendelea, roho yake kumkubalia kuendelea. Alishimama, aliangalia, aliona shida, na hapo hapo aliweza kumtoa kwenye barabara na kumpeleka mahali ambapo atashughulikiwa huyo mtu ambaye alikuwa ndani ya shida hiyo. Na mtu huyo aliweza kusaidika. Hiyo ndio upendo wa kweli. Unapomwona mwenzako katika udhaifu fulani, unamkaribia na kumuonya, ni upendo wa kweli huo. Unaposema unaipenda, lazima uonekane uko ndani ya maisha yangu. Wakati naumia, unaumia. Wakati nateswa, wewe pia unateswa ndani yako.
wakati ninalia na wewe unalia. Hiyo ndio upendo wa kweli. Upendo wa kweli unatoka kwa Mungu. Mtu asikueleze nakupenda, nakupenda, nakupenda. Hiyo upendo lazima umuulize, upendo huu unausema kweli uko ndani ya roho yako? Ni upendo unatoka kwa Mungu? Unasema kwa kinywa ndiyo naona, lakini sasa kweli huu upendo unaposema kwa kinywa chako uko ndani ya roho? Hii upendo ambao anazungumuza kweli ni upendo kutoka kwa Mungu? Kwa sababu anayempenda mwenzake hawezi kumtakia mabaya. Anayempenda mwenzake hawezi kumtakia kifo. Anayempenda mwenzake hawezi kumuumiza kwa njia yote, iwe ndani kwa akili ama kwa matendo, hawezi kumuumiza. Yule ambaye anapenda kwa kweli na kwa haki, anaonyesha upendo wa kweli. Ni kusema nini? Ni kusema ya kwamba upendo huu lazima uonekane unatokana na Mungu, kwa sababu upendo usiotokana na Mungu ni ule upendo unaona ndugu ama dada anakuambia nakupenda, lakini shida ikajitokeza, atakuacha, utakuwa mwenyewe, utajikuta uko peke yako. Kama shida ikijitokeza, unajikuta uko peke yako. Hiyo ndio upendo feki ya ulimwengu huu. Mtu anaweza sema anakupenda na nakupendea mali, ni mali yako ndio inatuma nakupenda. Anaweza kuwa anakupenda kwa sababu leo uko na cheo fulani. Anaweza kuwa anakupenda kwa sababu wewe uko ndani ya familia yenye heshima. Anaweza kuwa anakupenda kwa sababu ya mwili wako jinsi unapoonekana. Hiyo sio upendo ninayozungumza hapa. Hiyo ni upendo feki hiyo. Upendo ninayozungumza ni ile upendo mtu anakupenda wakati wote ule, wakati wa shida na wakati wa raha, wakati wa mateso na wakati wa furaha, wakati wa huzuni na wakati wa kicheko. Huyo ndiye mtu anayekuwa na upendo wa Mungu ndani yake. Ukiona mtu anakuacha njiani na alikuwa akikueleza nakupenda, huyo mtu hakukuwa na upendo. Kuna kitu kilichomsukuma hakukuwa na upendo wa Mungu na hakumjua Mungu, kwa sababu yule anayemjua Mungu ana upendo, na upendo huu unaonekana kwa matendo. Wakati watu wanapotumika ndani ya huduma, wasipokuwa na huu upendo wa Mungu Baba, ni kusema hawajamjua Mungu. Lazima kuonekane kujichunguza ile ya sana mahali hapa, kwa sababu ni neno fupi lakini lina maana yake. Na maana ya neno hili ni kusema ya kwamba ukisema unampenda mtu, lazima uonekane ndani ya maisha yake wakati wowote. Wakati wowote uonekane ndani ya maisha yake, ili upendo huu uonekane ya kwamba kweli ni upendo wa kweli ambao unatokana na Mungu. Na ukionekana unatokana na Mungu, ni kusema unampenda Mungu. Kuingia ndani ya maisha ya mtu ni kujua aliamuka namna gani, alishinda namna gani,
Wewe ulikula, yeye hakukula? Kuna kitu ambacho alipungukiwa wewe unacho na ungeliweza kumsaidia kiroho kama kimwili? Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kuonyesha upendo huu. Mtu ambaye kweli anasema na kupenda hujitia kwenye nafasi yako, anaangalia kile ambacho kinaweza kuwa kizuri kwako na anakionyesha kwa matendo, na akikionyesha kwa matendo ni kusema upendo wa Mungu Baba uko ndani yake. Na upendo wa Mungu Baba ukiwa ndani ya mtu huu ni kusema anamjua Mungu. Watu wengi wataangamia kwa kutojua. Kumtumikia Mungu kwa njia yeyote ile haijamaanisha kwamba una Mungu. Unaweza kuwa na cheo yeyote ile, lakini haujamjua Mungu kwa sababu hauna upendo ndani yako. Mtu ambaye ana upendo ni kusema yeye anaona mwenziwe ya kwamba yeye ni bora kuliko yeye. Na wakati unamtia mwenzako kwenye nafasi ya mbele ni kusema wewe una upendo na unamjua Mungu. Mtu ambaye anayekuwa na upendo huu ni mtu ambaye anajishusha, si mtu wa vita, si mtu wa makelele, si mtu ambaye anapangia watu wengine mabaya, si mtu wa kusengenyana, si mtu wa kusemeana mabaya, si mtu wa kutakiana mabaya, si mtu ambaye anafanya vitu vile ambavyo vinaleta machukizo kwa wengine. Unaweza kuwa na karama yeyote ile, lakini kama una upendo ndani yako haujamjua Mungu bado, kwa sababu Mungu kumjua lazima uwe na upendo. Na usipokuwa na upendo ndani yako ni kusema haumjue Mungu huyo ninayemfundisha. Mungu ninayemfundisha ni yule ambaye ni upendo peke yake. Yeye mwenyewe ni upendo. Ni kusema hauwezi kuwa wake kama hauna upendo. Na upendo huu lazima uonekane katika maisha yako ya kila siku. Lazima upendo huu uonekane. Upendo uonekane kwa mume wako, mahali pote unaonekana, ili upendo wa Mungu Baba uonekane uko ndani yako. Kwa sababu usipokuwa kama hivyo hauwezi kumjua Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo. Na Mungu ikiwa anasema yeye ni upendo, na akiwa anasema kwamba wewe ikiwa hauna upendo haujamjua, ni wakati wa kuingia ndani ya kipindi cha ufikirie mwenyewe, kweli na upendo? Jirani yangu, na mbona nimegombana na yeye? Na mbona nimekuwa na matamshi makali kwa watu wengine? Na mbona ninawapangia watu wengine mabaya? Na mbona nina njama mbaya kwa watu? Na mbona nasema watu wengine vibaya? Na mbona nasema uongo? Na mbona nawatakia watu wengine mabaya? Na mbona nawatakia watu mateso? Na mbona wakati mwenzangu anaingia katika shida na furahi? Kweli upendo wa Mungu uko ndani yangu ama hauko ndani yangu? Acha nichunguze maandiko inasema nini.
Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kweli ninamjua Mungu, na mbona nataka cheo hiki ambacho mwenzangu alichokipata kwenye mahali natumikia? Na mbona nataka kumfanyia mbaya, kumletea majambazi, kumuua na sumu na ulozi, ili mimi nichukue cheo chake? Upendo wa Mungu Baba sasa uko ndani yangu, ama Mungu ni kusema sina upendo? Lazima nifikirie sana. Mtu ambaye anasema na upendo hufikiria, huchunguza neno hili nikilisema litaonekana namna gani. Upendo huu unatokana na vitu vingi. Ukiwa wewe una upendo wa Mungu Baba ndani yako, wewe ni mtu wa rehema. Unawasikilia watu wengine huruma. Unawapokea watu ambao hauwajui, wageni kutoka huku na huku, unawapokea na hauwajui, kama vile Abrahamu alikuwa wakaribisha wa malaika, kwa sababu alikuwa na hiyo roho na alikuwa akiwapikia chakula. Upendo wa Mungu Baba ulikuwa ndani yake. Mungu atusikilie huruma sana, na waleze ya kwamba mtu yeyote asiyependa hajamjua Mungu bado. Nimesema ya kwamba kila kitu unaweza kukifanya katika madhehebu, katika huduma mbalimbali, lakini hauna upendo Mungu katika njia yote ile, lakini sasa hauna upendo, unachokea nini? Kwa sababu ukiwa hauna upendo hauna Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo. Na kama hauna upendo hauna Mungu, unachokea nini? Kwa sababu usipokuwa na Mungu wewe siye wa Mungu. Basi Mungu awape roho ya kutafakari, kila mtu mahali alipo ajiulize, kweli nina upendo? Kila mtu ajiulize kufuatana na haya yote nimemaliza kuzungumza. Kila mtu ajiulize, kweli nina upendo? Na ikiwa unaonekana hauna upendo, mupe Mungu akupe upendo, roho ya upendo. Omba sana kwa ajili ya roho yako ili uweze kuwa na upendo, kwa sababu kama una upendo haujamjua Mungu bado, kwa sababu Mungu ni upendo. Mungu awabariki nyote.